Damka na magazeti, Damka Tabi TV. Yes, mpenzi mtazamaji wa Mkatavi TV, Jumamosi hii hapa njema kabisa, tunakutana tena katika dawati letu zuri hili napo kusogezea vichwa vya habari ambavyo vinajitokeza nchini kwetu Tanzania. Mpenzi mtazamaji, Jumamosi ya tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2019. Mpenzi mtazamaji, nikukaribisha moja kwa moja napo katika vichwa vyetu hivi hapa vya habari. Mpenzi mtazamaji, kila siku kama ndo leo naingia katika channel yako hii hapa, basi niweze kukupa maelekezo mawili matatu kuweza kujiunga na channel yako hii hapa. Kuna neno zuri hapo jekundu ambalo limeandikwa subscribe, kama kwako lipo Kiswahili basi tunalimeandikwa fuatilia. Cha kufanya ni kujiunga tu na channel yako, kubonyeza ile hapo neno jekundu, basi unakuwa tayari umeshajiunga na hii channel na unakuwa unapokea haya hapa magazeti kila siku asubuhi na mapema hapa. Na mimi kama kawaida basi naanza na magazeti haya hapa ya udaku pamoja na michezo, kwa sababu yanakuwa hapo juu hapa ya kwanza. Basi tadili nayo haya hapa chapu, afu tunadili na magazeti mengine, mpenzi mtazamaji, ambayo ya hard news ambayo yanakuwa ni mengi zaidi. Kama kawaida basi nianza na gazeti hapa la Risasi. Wanakuambia kwamba madai ya kufunga ndoa, kuvua pete, kunasa ujauzito. Anakwambia Lulu anika ukweli. Anakwambia hii ndio sababu ya Chadema kutii agizo la JPM. Pia anakwambia mchumba wa Godzilla aibua utata. Anakwambia mshangao kila kona, watu wa hoji. Katika ukurasa wake wa nyuma anakwambia Fahima afunguka kuitwa Yuda. Pia anakwambia wakati mwanaye akipona, baba Dimpozi hali tete. Wanakwambia kisa kucheza na bintie, baba ampa kichapo mtoto wa jirani. Haya, gazeti la udaku hilo. Haya, Mwana Sport, ile gazeti la michezo, anakuambia makocha wavunja account Man United. Anakuambia mtaitana tu. Hapa anakuambia Kagere pamoja na Ninja Yondani pamoja na Boko. Anakuambia Sanchez apewa mchongo mpya wa kurudi Arsenal. Pia anakuambia kwa Simba Boban ni heshima tu. Anakuambia leo Jumamosi ni Yanga pamoja na Simba ni saa 11 jioni katika uwanja wa Taifa, wenye siku hizo unapaita kwa Mchina. Ukurasa wa nyuma wanakuambia mtihani hukumu ya sari Solskjaer ipo darajani. Gazeti hili hapa la Mwana Sport linakuambia hivyo. Twende katika gazeti la Mwananchi. Wanakuambia kampuni ya Marekani yadai kulizwa shilingi bilioni 1.2 za korosho. Hapa anakuambia Godzilla mwambie Ngwea bado tuna misi kitaa. Anakuambia mbunge ajiuzuru kwa kuiba mkate. Anakuambia Kasaka anika alivyoongoza G55 kudai Tanganyika. Pia anakuambia hapa Chadema yatoa msimamo wake sheria ya vyama pamoja na muundo na hiki vyombo vya habari nchini vya kimbia kuripoti siasa. Ukurasa wa 4 unaweza kuikuta hii hapo habari. Kwa nyuma wanakuambia mwendo wa kushambulia tu. Haya, twende katika gazeti la Uhuru. Wanakuambia kaka ampachika ujauzito dada yake wa darasa la 6. Ndali chako hiyo. Anakuambia mke wa bilionea atema mali hizi. Wanakuambia mtumiwa mashtaka 506 sasa aburuzwa mahakamani. Mahakama ya ufisadi. Anakuambia vigogo 5 position waachiwa kwa dhamana. Ukurasa wa nyuma anakuambia watateseka Yanga Simba hesabu kali. Anakuambia Hazard kuvutwa Real Madrid. Sawa, tuingie katika gazeti jingine. Gazeti hili hapa la Tanzania. Tanzania wanasema kwamba Moi yapandikiza nyonga 6 kwa njia ya kisasa. Anakuambia Bale hatarini kufungiwa mchezo. Ukurasa wa 12 anakuambia Chadema tutaingia mtaani mchana kweupe. Anakuambia wasema wanajiandaa pia kwenda mahakamani, polisi watoa neno. Anakuambia kansa ya mtesa baba wa Diamond. Anakuambia mtoto wa hiari atoka Uingereza kuja kumhudumia babu Tare ajibu. Haya, hapa anakuambia boss anayesimamia kampuni ya mfalme wa OBC kizimbani. Anakuambia bunge laidhinisha bajeti Marekani. Ukurasa wa 19 unaweza kuikuta hiyo habari. Katika ukurasa wa nyuma hapa anakuambia Yanga Simba pressure tupu ligi kuu, baba Yanga pamoja na Simba
ligi kuu bara hiyo, Yanga pamoja na Simba uwanja wa Taifa saa 10 jioni leo hiyo. Haya, gazeti la Nipashe wanakuambia wachimbaji kuandamana kumuunga mkono Magufuli. Anakuambia Chadema yatangaza mikutano ya hadhara. Anakuambia ni iliyopigwa marufuku na serikali, ratiba nzima mikoa yote yaandaliwa, watoa neno. Wanakuambia wafurika kutazama chumba cha ajabu. Wanakuambia Makonda acheni kumjadili Lissu, ama zao ama zetu. Anakuambia ukurasa wa 32 unaweza kuikuta hii hapa habari. Ukurasa wa nyuma anakuambia United kuwafunga Digea. Anakuambia ama zao ama zetu, muda wa kuonyesha vitendo kwa watani wa jaji nchini umefika. Hilo ni gazeti, mpenzi mtazamaji, la Nipashe linakupasha hivyo. Haya, tuende katika gazeti jingine la Sauti ya Watu. Tanzania Daima anakuambia mkurugenzi OBC kortini, watoto wa kike 27 kupata watoto kabla ya miaka 18. Anakuambia zamu yao leo, Simba na Yanga leo kinanuka. Anakuambia vigogo hawa waingia 18 za Lissu. Anakuambia DC atoa kauli ya ajabu shambulio la Tundu Lissu. Ukurasa wa 4 unaweza kuikuta hii hapo habari. Anakuambia kamati kuu Chadema yatoa maamuzi mazito. Wanakuambia waamua kupeleka mahakamani sheria ya vyama vya siasa, CCM wavurugana. Anakuambia furahia usomaji rahisi wa magazeti na majarida kupitia M-Paper application. Sawa. Tanzania Daima ukurasa wake wa nyuma hapa anakuambia Isha Mashauzi mimi si chambi mtu. Anakuambia Yanga pamoja na Simba zamu yao leo hiyo. Wanakuambia mbio za nyika kunguruma leo. Hilo ni gazeti la Sauti ya Watu Tanzania Daima. Mpenzi mtazamaji, ndio linakamilisha magazeti ambayo iko nimekukusanyia siku ya leo Jumamosi. Hii hapa nilikuwa na ile gazeti hilo la Sauti ya Watu. Wanakuambia vigogo hawa waingia 18 za Lissu. Pia tulikuwa na gazeti la Nipashe ambalo lenyewe wanakuambia kwamba Chadema yatangaza mikutano ya hadhara iliyopigwa marufuku na serikali, ratiba nzima ni mikoa yote yaandaliwa na watoa neno. Kama unaona hapo katika habari picha, kiongozi huyu hapo wa Chadema, nadhani ni msemaji, akitoa neno. Nilikuwa na gazeti la Mtanzania wenyewe wanakuambia Chadema tutaingia mtaani mchana kweupe, wasema wanajiandaa pia kwenda mahakamani, polisi watoa neno. Hilo ni Mtanzania, ilikuwa linakupasha hivyo. Haya, tuko tuna gazeti jingine ili Uhuru kwa nyuma kwa nakwambia watateseka. Hiyo ni Simba, Yanga na Simba hesabu kali. Katika ukurasa wa mbele wanakwambia mke wa bilionea atema mali hizi. Wanakwambia vigogo 5 precision waachiwa kwa dhamana. Haya, hilo ni gazeti la Uhuru. Tuko tuna gazeti jingine la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi wenyewe wanakuambia kampuni ya Marekani yadai kulizwa shilingi bilioni 1.2 za korosho. Mpenzi mtazamaji, bilioni 1.2 za korosho, kampuni ya kigeni hiyo ambayo inadai imelizwa hizo pesa. Hapa nakwambia Kasaka anika alivyoongoza G55 kudai Tanganyika. Haya, hilo ni gazeti la Mwananchi. Hapa pia wanakuambia Chadema yatoa msimamo wake sheria ya vyama pamoja na miundo neki. Gazeti la Mwananchi hili hapa. Sawa. Katika gazeti la michezo Mwanasport wenyewe wanakuambia ni mtihani hukumu ya Sara Solskjaer ipo darajani. Haya, katika ukurasa wa mbele kabisa hapa Mwanasport wenyewe walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanakuambia makocha wavunja akaunti ya Man United. Anakuambia mtaitana tu. Afu hapa anakuambia Kagere pamoja na Ninja na Yondani pamoja na Boko. Hilo ni gazeti la Mwanasport wenyewe walikuwa wanakuambia hivyo. Gazeti la Udaku wenyewe la Risasi wenyewe walikuwa wanakuambia kwamba baba Dimpozi hali tete, wakati mwanae amepona babake ni hali tete. Wanakuambia kisa kucheza na bintie, basi baba ampa kichapo mtoto wa jirani. Kama unavyoona hivyo, akampiga hadi itakuwa ni ngumi mpaka jicho limevimba hilo, basi itakuwa ni ngumi. Hiyo ni Risasi. Katika ukurasa wa mbele kabisa hapa wenyewe wanakuambia mchumba wa Godzilla aibua utata. Anakuambia mshangao kila kona, watu wamehoji.
Unaona, basi hii nakwambia, hii ndiyo sababu ya Chadema kutii agizo la JPM. Mpenzi mtazamaji, hayo ndio magazeti nilikuwa nimekuandalia siku ya leo Jumamosi hii hapa. Asante sana kwa kuwa na mimi, tukutane kesho tena mapema kama kawaida.